Ninawasalimu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hakuubwa, ambaye hagawanyiki, ni Roho wa kwanza mtakatifu kuwepo, na uwepo wake ndio uliosababisha yote mazuri kuwepo. Natangaza mazuri na kemea mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Mimi ni nuru, ni mfalme wa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji David Joya, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Huwa sisikii aibu nikisema Yesu ni Bwana, juu ni mimi aliyeniokoa, naye alikufa sababu ya dhambi zangu. Nami nilipoamini hivyo na nikakubali, akawa ameniteganisha na dhambi za asili zenye mtu huzaliwa akiwa nazo, sababu ya kuzaliwa katika ukoo wa Adamu. Na kutoka wakati huo mimi nikawa kiumbe kipya. Nami sio yule wa zamani tena, bali mimi ni mzaliwa mpya. Mimi sasa ni wa ukoo wa Yesu Kristo. Mimi sasa sio wa ukoo wenye nilizaliwa. Mimi si wa ukoo wa Adamu tena. Mimi ni wa ukoo wa Mungu. Ndio maana katika Yohana 1:12 inasema, naye wote walio muamini aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Nasi wale tumeokoka, sisi ni watoto wa Mungu. Kwa hivyo sisi ni wa ukoo wa Mungu. Hatukui wana wa Adamu tena, bali tunakuwa wana wa Mungu. Nazo laana zote zenye Adamu alilaaniwa, hatuko chini yake tena, sababu sisi tuliteganishwa na ukoo wa Adamu kupitia Yesu Kristo. Karibu katika mafunzo yetu ya siku ya leo ya Biblia. Nayo mada yetu ya siku ya leo ni uabudu sanamu. Mada yetu ya siku ya leo ni uabudu sanamu. Nasi tutaulizana, kuabudu sanamu ni nini? Kuabudu sanamu ni kitendo cha kuelekeza ibada, heshima kuu au utii kwa kitu kingine chochote kilichoumbwa badala ya Mungu muumba. Kwa hivyo unapoelekeza ibada, aidha ni kitu ulipewa. Wengine wanapeagwa hii ni saa, lakini kuna watu wanapeagwa kitu kama hii, ndio inaitwa bagiri kwa waganga. Utaona mtu akivaa tu unafikiria ni urembo, kumbe hapo ndipo anaamini nguvu yake iko. Hiyo umeelekeza ibada kwa kitu kingine kilichoumbwa. Hicho kwanza kimetengenezwa na mikono ya mwanadamu badala ya Mungu muumba. Kwa hivyo wewe unaabudu sanamu. Haijalishi kama ni mkufu umeweka hapa kwa shingo, ama ni pete. Tunaonaga hata wahubiri wengine wako na pete huku. Wewe ukifikiria ni pete, lakini akihubiri huwa anahubiri akivaa. Hapo ndio nguvu yake inatokaga. Huyo haabudu Mungu wa kweli. Hata kama anakuonyesha anaabudu Mungu, huyo anaabudu sanamu, sababu hiyo pete ameifanya, ameipea heshima kuu na utii
badala ampe Mungu. Na sasa tunataka tuangalie aina kuu za uabudu sanamu. Kabla tufike hapo, kwanza tuulizane uabudu sanamu ni nini kulingana na Biblia. Sababu hiyo tumeona uabudu sanamu kulingana na lugha ya Kiswahili. Lakini sababu tunajifunza Biblia, tuangalie uabudu sanamu ni nini kulingana na Biblia. Kwa kifupi, uabudu sanamu ni kuweka kitu chochote mahali pa Mungu. Haijalishi ni nini. Hata kama ni nini, tutaenda hapo mbele tutaona vitu zile watu huweka badala ya Mungu. Najua watu wengi hufikiria ni vile tu unaweza enda kama wale Wahindi wanaekaka karangi ya nyekundu hapa. Hao wanakuwa na sanamu wamechonga kwa hizo hekalu zao, zinaonekana wanaziinamia kiukweli. Nao watu wengine wanafikiria sababu wao hawafanyi kama hao. Unaweza kuwa unaabudu sanamu na hujui. Lakini kabla tumalizie hapa, utajua kama kweli huwa unaabudu sanamu. Si lazima iwe sanamu ya mbao au jiwe tu. Ni chochote unachokiweka juu ya Mungu moyoni, unachokitegemea au kukiogopa zaidi kuliko Mungu. Kwa hivyo tumeona sio lazima kiwe kitu kimechongwa ama hata kitu kinaonekana na macho. Unaweza kuwa unaabudu sanamu yenye haionekani. Nasi tunaona tuulizane, Mungu anasemaje kuhusu uabudu sanamu? Hii ni amri ya kwanza na ya pili kabisa. Sababu Kutoka 23:5 inasema, huyo ni Mungu anaongea. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usifisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Hiyo ni amri ya kwanza na ya pili ya Mungu. Yenye ya kwanza amesema usijitengenezee kitu chochote, usiwe na miungu ingine. Ya kwanza anasema usiwe na miungu mingine. Ya pili anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kwa hivyo tunaona uabudu sanamu, kwanza huo ndio Mungu aliweka pale mbele kwa amri zake, kuwa na miungu ingine na kuabudu kitu kingine. Ni kwa sababu Mungu ni mwenye wivu, anaomba uaminifu wake wote, na hawezi gawana utukufu na kitu kingine chochote. Mungu hawezi gawana utukufu wake na kitu kingine chochote. Sasa wewe unasemaga kuna Mungu na kuna Yesu. Kama Mungu hawezi gawana utukufu wake na kitu kingine chochote, hapo Mungu si anaweza kuwa muongo? Kama kuna Mungu na kuna Yesu, mbona agawane utukufu wake na Yesu na yeye yako? Kwa hivyo mambo ingine wengi husema sababu ya kutojua, lakini Mungu ndiye Yesu na Yesu ndiye Mungu. Hakuna Mungu wawili. Akiwa katika mwili ndio aliitwa Yesu. Alipotoka katika mwili alirudi katika utukufu wake, naye ni Roho Mtakatifu, naye ni Roho. Na ndio maana Yesu akasema, nitamtumia, nikienda sitawaacha kama watoto mayatima, nitawatumia msaidizi. Hakusema Baba atatuma. Ukiangalia kuongea kwa Yesu sana utaelewa yeye ni Mungu mwenye aliumba vitu vyote. Nitawatumia msaidizi, naye ni Roho Mtakatifu. Yeye tu ndiye alikuja kwetu sasa akiwa Roho. Aliporudi katika utukufu wake, akatoka katika mwili, akawa katika Roho. Sasa anaweza ishi mahali popote kwa wakati wowote. Anaweza ako hapa na ako Amerika. Anaweza niongeleza nikiwa hapa na aongeleze mtumizi mwingine akiwa hata South Africa saa hii. Na hata tuongeleza, hata tupea ujumbe unafanana. Kwa hivyo ako kila mahali kwa wakati huu. Yule tu alikuwa katika mwili. Yeye pekee ndiye anayestahili kuabudiwa.
Tusome Ufunuo wa Yohana 4:11. Umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiye uliye. Wacha nirudie. Ufunuo wa Yohana 4:11 inasema hivi: umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa. Kwa hivyo yeye pekee ndiye anayestahili kuabudiwa na kuupokea utukufu na heshima na uweza. Sasa tuangalie aina kuu mbili za uabudu sanamu. Aina ya kwanza ya uabudu sanamu ni sanamu za kimwili. Aina ya pili ni sanamu za kiroho. Tuangalie sanamu za kimwili ni kama gani. Hurejelea vitu vinavyoonekana vilivyochongwa au kutengenezwa na mwanadamu kwa lengo la kuvisujudia, kuviombea au kuviheshimu kama miungu. Kwa hivyo sanamu za kimwili ni vitu vinavyoonekana. Vingine vimetengenezwa na mwanadamu, vingine hazijatengenezwa na yeye, zingine ziliumbwa na Mungu. Hivyo tu vilivyo, mtu anaamua hii ndio itakuwa Mungu wangu. Tunaona kama hata Wahindi wanaamini ng'ombe sana. Ng'ombe ikiwa hai wanaona ni Mungu yao. Kuna wengine wanaabudu hata nyoka. Hiyo hawajaitengeneza, ilitengenezwa na Mungu, lakini wanaweka heshima yao hapo, na wanaona hiyo ndio Mungu wao. Kuna wengine hata huabudu wanadamu wenzao, kama Farao alikuwa anaabudiwa huko nchi ya Misri ya kale. Watu walikuwa wanaona hata yeye ni Mungu. Wengine tena huko India kuwa wanaabudu watu mabikira. Hiyo ni vitu tumeona, bado wanawafanya hao ni miungu yao. Nayo hii sanamu ya kimwili imegawanishwa katika vikundi viwili, na kikundi cha kwanza ni sanamu za kuchongwa. Kikundi cha pili ni sanamu za asili. Tuangalie kwanza sanamu za kuchongwa. Hii ni kusujudia vitu vilivyotengenezwa kwa mikono ya binadamu, kama vile sanamu, vipaji, picha, miti, miamba, wanyama vilivyochongwa kwa ajili ya kuabudiwa. Kuna watu wanachongaga kitu tu, ama mwingine anaenda anapewa ama anauziwa kitu kimetengenezwa, anakifanya Mungu wake. Hiyo ni aina ya sanamu ya kimwili, kitengo cha sanamu ya kuchongwa. Tumesema uabudu sanamu ni aina mbili. Ya kwanza sanamu za kimwili, ya pili sanamu za kiasili. Nayo sanamu ya kimwili imegawanyishwa katika vikundi viwili. Kikundi cha kwanza sanamu za kuchongwa, na kikundi cha pili sanamu kuna aina mbili ya sanamu: sanamu ya kimwili na sanamu ya kiroho. Nayo sanamu ya kimwili imegawanyishwa katika vikundi viwili: sanamu ya kuchongwa na sanamu ya asili. Asili ni kama kisiki kama hii nimewekelea kitu yangu ya kusikilia simu. Hata hii mtu anaweza kuwa anakujaga kufanya ibada yake hapa, lakini ameweka matumaini yake hapa kwa mti. Hiyo ni sanamu ya asili, juu hajaitengeneza, iko tu hivyo, ilianguka sababu ya uzee wake, naye labda akaona hapa ndio nitakuwa naabudia, anaweka tumaini lake hapo, sio kwa Mungu. Hiyo ni sanamu ya asili. Nayo sanamu ya kuchongwa, hii ni kusujudia vitu vilivyotengenezwa kwa mikono ya binadamu, kama vile sanamu, vitabu, vipaji, picha, miti, miamba, wanyama vilivyochongwa kwa ajili ya kuabudiwa. Tuangalie Isaia 44:9. Inasema hivi: wachongao sanamu
wote ni ubatili, wala mambo yao ya wapendezayo hayatafaa kitu, wala mashahidi wao wenyewe hawaoni wala hawajui, ili watayaharike. Kwa hivyo kutengeneza sanamu hiyo ni ubatili mbele ya uso wa Mungu. Tusome Zaburi 115. Zaburi 115 4-8, tuone kuhusu sanamu za kuchongwa. Inasema hivi: sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Sina vinywa lakini hazisemi, sina macho lakini hazioni, sina masikio lakini hazisikii, sina pua lakini hazisikii harufu, mikono lakini hazisiki, miguu lakini haziendi, wala hazitoi sauti kwa koo zake. Wazifanyao watafanana nazo, kila mmoja aliyesitumainia. Kwa hivyo kama wewe unatumainia sanamu, huyo ni Mungu amesema mtakuja kufanana nazo. Kitu kina masikio na hakisikii, kina mguu hakitembei, sijui kuwa hivyo, na utakuwa hivyo, unakuaga hivyo katika ulimwengu wa kiroho. Unakuwa uko na macho na huoni, uko na masikio na husikii, sababu umefanana na sanamu zenye wewe unaamini nazo. Hizi sanamu za kimwili, tuangalie kitego kingine cha pili. Hiyo ni kitego cha kwanza cha sanamu za kimwili, sanamu za kuchongwa. Tuangalie kitego kingine cha sanamu za kimwili, nazo ni sanamu za asili. Sanamu za asili, hii ni kusujudia vitu vya asili kama milima, mito, miti mikubwa, jua, mwezi, nyota au makaburi ya mababu. Kuna watu hata huenda kwa makaburi, ati hapo ndio wanatoaga nguvu. Wewe bado unaabudu sanamu. Hiyo ni sanamu ya asili, hujaitengeneza, lakini umepea kitu kingine heshima kuliko Mungu. Jiulize kama wewe ni muabudu sanamu. Tusome Kumbukumbu la Torati 4:19. Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni, na ulionapo jua na mwezi na nyota, jeshi la mbinguni lote pia, ukasawisiwa na kuviabudu na kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu wako amewagawanyia watu wote chini ya mbingu zote. Hata kuangalia mwezi hivi ama jua uanze kuiabudu bado, ama uweke tumaini lako huko, bado huo ni uabudu sanamu. Na Mungu amekukanya katika Isaia 4:19, ama kwenda kwa makaburi za mababu zako ati usikie vile watakuambia wewe unaabudu miungu mingine. Sasa tuangalie kikundi aina ya pili ya sanamu. Tumesema sanamu, uabudu sanamu ni aina mbili. Sanamu za kimwili ambazo zimegawanizwa katika vitego viwili, nayo ni sanamu ya kuchongwa na sanamu ya asili. Lakini aina hiyo ingine ya sanamu ni sanamu za kiroho. Kumbe kuna sanamu za kiroho. Hiyo ni sanamu yenye huwezi ona kwa macho, huwezi iguza hivi, lakini bado ni sanamu. Sanamu za kiroho ni vitu, mawazo au watu tunao wapa nafasi ya kwanza katika mioyo yetu badala ya Mungu. Sio lazima, hizo sio za kuchongwa, lakini zinachukua kiti cha enzi cha Mungu. Mungu mwenyewe alionya juu yake, naye akasema katika Mathayo 6:24, ninyi siwezi kuwatumikia mabwana wawili, Mungu na mali. Kumbe hata mali inaweza kuwa sanamu. Mifano ya sanamu za kiroho katika Biblia, ya kwanza ni mali au pesa, tamaa ya kimwili, uchoyo, watu. Sababu Waisraeli walimpenda mfalme kuliko Mungu na wakaomba wapewe mfalme, na Mungu ndiye alikuwaga mfalme wao.
hapo walijiitisia sanamu, nayo ni Samueli wa kwanza 8:5 mpaka 7. Na Mungu akawapea mfalme Sauli mwenye aliwasubua zaidi. Sanamu ya kiroho inaweza kuwa hata waganga na miungu ya kigeni. Kuna watu huenda kwa waganga, hao wanaenda kuulizia nguvu, hata wengine ati ndio wapate wateja wengi katika biashara zao. Anaambiwa labda akifika kwa kazi, hii maji uwe unamwaga hapo mbele ya mlango wako. Niliona hata huko industry area, muhindi mwingine akifika kwa mlango yake, lazima arabe hapo chini kwa mlango mara 3. Na saa hiyo ni kamuhindi kamezeeka sana, hata ni kusikiliwa kanasikiliwa mikono. Lakini kakifika hapo kabla mlango ifunguliwe, lazima asikwe mkono hii na hii, sababu akiinama hawezi amuka hapo, ataanguka vile amezeeka. Arabe mara 3. Hiyo ni sanamu yenye yeye anaamini, nayo ni sanamu yenye haionekani, ni sanamu ya kiroho. Bado ameweka tumaini lake kwa vitu vingine ambavyo sio Mungu. Hata mali na pesa zinaweza kuwa sanamu za kiroho. Hata uchoyo, sababu Anania na Safira waliuza mali, waliuza kichaka katika Matendo ya Mitume 5:1-4, 1 mpaka 4. Nao walipoona hiyo pesa wakaona imekuwa mingi sana, wakapatwa na uchoyo na tamaa, wakaficha zingine. Hiyo bado ni sanamu, sababu hawakumuamini Mungu na kumtegemea yeye peke yake. Nawe mtu wa Mungu, ni wewe ujue kama unayo sanamu yenye unaabudu kwa wakati huu, na kama uko nayo unavaa uiache, nawe uweke matumaini yako yote kwa Mungu muumba wa mbingu na nchi. Ni uamuzi wako, uamue uachane na sanamu, sababu yeyote yule anayeabudu sanamu kweli amelaaniwa, na Mungu hawezi kuwa pamoja na yeye. Na Mungu hakuagi Mungu wa wale wanaoabudu sanamu, sababu yeye hawezi gawana utukufu wake na kitu kingine chochote. Kwa hivyo pale kuna sanamu, yeye huondoka, na huwezi tumikia sanamu na Mungu. Unaenda kwa waganga, wewe mwenye umepewa vitu chene, unaendaga ukiwa umebeba, zingine umevaa. Najua hata kuna watu wanaendaga viatu zao. Hujaiona mtu ni tajiri yako na pesa hata na gari, lakini anakuwa na kiatu moja kwa wakati wote. Wewe unafikiria ni hiyo kiatu anapenda? Hii kiatu naipenda mpaka imeinama pande moja. Ni ile alipeleka kwa mganga ikatengenezwa. Anaamini hiyo ndio inafanya afanikiwe. Hiyo bado ni sanamu, sababu ameweka tumaini lake na heshima kwa hiyo kiatu, kwa hiyo kiatu, badala aweke kwa Mungu. Sasa ni wewe ujiulize, wewe uko pande gani? Mimi namtegemea Mungu, na ni Mungu na Mungu pekee. Sitegemei kitu kingine chochote. Naye huyo Mungu nimeona akinipigania na kunisindania. Barikiwa na Mungu akutendee mema. Wacha tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu muumba wa vitu vyote, wewe uliyetuumba na ukatuweka katika hii dunia ili tukuabudu na tukuheshimu. Leo umeongea nasi kuhusu sanamu, nawe umetukanya tusiwe na miungu ingine ila wewe. Kunao wenye wananisikiliza na kunitazama, kama kunaye anaye abudu miungu mingine, wacha hili neno limuguze naye abadilike, na amini Yesu Kristo ambaye ni Mungu wetu na mwokozi wetu, naye akiweka tumaini lake kwake, kweli ataona mabadiliko na hatakuwa mtumwa wa kitu chochote kile, sababu atakuwa ako huru, naye matarajio yake na matumainio yake yawe tu kwa Mungu. Hatakuwa na kitu anaona ati akisahau nyumbani, hata akiwa jiani anarudi ili aiendee, sababu ndio ameweka tumaini lake hapo.
bali akiweka tumaini lake la Mungu kwa Mungu, Mungu hakuna mahali penye hayuko, naye hatakuwa mtumwa wa kitu chochote kile, bali atakuwa huru wa kumtumikia Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Nimeomba hayo machache nikijua umeyasikia, nawe tuongoze na utuonekanie, na ni katika jina lako kuu Yesu tumeomba na kuamini, tuseme amen. Barikiwa na Mungu akutendee mema, akuinue na akulete katika wokovu wake kama hujaokoka. Sijui unagojea nini na hujui siku ni gani yako ya kutoka katika hii mwili. Ukitoka katika hii mwili kama hujaokoka, wewe na Shetani na maroho wachafu, kuna mahali mumetengenezewa pazuri sana, napo Biblia inapaitaga ziwa la moto. Kama utawahi enda ukaona ziwa, hata kama ni ziwa Victoria ama Mombasa bahari, hebu imagine hiyo maji yote sasa ikiwa moto, na unaambiwa huko ndio utaishi milele. Wewe songa, ukisonga hakuna njia ya kutoka. Fikiria hayo na ujiulize, hii dunia mtu anaishi miaka ngapi? Hii miaka ya huku duniani ni michache sana, yenye hufanya mtu akose kitu cha maana, uzima wa milele. Sababu wengi wameweka matumainio yao kwa mali. Ukiuliza mtu anatakaga kutajirika afanye nini, ni ajioneze tu, sababu hakuna mtu tajiri anapaaga koti mbili kama hizi ni kifaa moja. Utajiri ni mzuri ukiwa umetoka kwa Mungu, lakini wenye umetoka kwa uganga, mtu anatakaga tu ati ndio watu wasituke na wewe, wakuogope wakupeleke wapi, na ukiva utaenda wapi wewe. Uwe na mali mingi yenye haijapatikana kwa njia inayofaa. Hukulagi sahani 3 ya chakula, nikikula moja, tumbo ikiziba imeziba, haijalishi. Kwa hivyo utajiri mzuri ni ule umetoka kwa Mungu, nawe ukiwa unamtegemea Mungu, maisha yako usubu wangu na mambo ambayo haina maana. Kwa heri, shalom. Thank you.